Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Nafikiri mimi nitamzungumzia Pacome. Yes. Unajua Pacome ni mchezaji ambaye ana package kubwa sana. Tunapowazungumzia viungo washambuliaji wa Yanga, huwa tunapenda kama kuainisha kwamba mtengenezaji ni Azizi, Pacome ni mkokotaji, tunasema dribbler, Maxi tunasema ni mtu wa kutembea maeneo mengi, hatulii kwenye maeneo anayotakiwa, anahangaika sana kwenye ile safu ya ulinzi ya timu pinzani. Lakini ukiniuliza mimi nitakwambia Pacome ndo mchezaji ambaye ana package kubwa pengine kuliko wale viungo washambuliaji wote. Yani Pacome ana uwezo, Pacome mimi namuona kama ni udongo, yani unaweza ukamfinyanga katika namna ambayo wewe itakufaa na akakupa kile ambacho unakitaka. Kwa sababu huyu Pacome jana amecheza jukumu la kwa kama ndo mtengenezaji wa nafasi kwenye kikosi. Yani lile jukumu ambalo watu waliamini kwamba kutokuwepo kwa Azizi litakosekana, jana Pacome alilibeba kikamilifu na akawa ndo mpishi mkuu kwa upande wa Young Africans kwenye mchezo dhidi ya Tabora. Katoa assist 2 jana. Yes. Na kuna nafasi na man of the match, na kuna pasi nyingi sana ambazo alikuwa anaziweka kwenye njia ambazo kama kungekuwa labda kuna ufanisi, utulivu, pengine kungekuwa kuna hatari zaidi. Na huyu Pacome kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ambao Young Africans wameondolewa kwenye makundi, ni miongoni mwa wachezaji 10 ambao wametengeneza nafasi nyingi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hakuna mchezaji kwenye kikosi cha Yanga aliyetengeneza nafasi nyingi msimu huu kwenye michuano ya kimataifa kushinda Pacome Zouzoua. Katengeneza nafasi 14. Sasa katika hali ya kawaida labda mtu angetegemea labda pale umuone labda mtu kama Azizi nani. Sasa issue ni kwamba kumbe inaonekana Pacome huwa anatengeneza nafasi nyingi lakini matumizi huwa hakuna. Yes, kwa hiyo mimi nitakachojaribu tu kuambia watu ni kwamba Pacome ana package kubwa. Yaani mimi niliwahi kuandika siku moja kwenye andiko langu Instagram nikasema ukimwangalia kama kiungo wa juu Pacome anaweza kufanya kila kitu. Pacome anaweza kupasia mpira kwenye nafasi, Pacome anaweza kukokota mpira, Pacome akitaka mpira mguuni inafaa, ukitaka kumwekea mpira kwenye njia inafaa. Unajua kuna wachezaji wanataka to ball to fit, muda wote mpira kwanza uje mguuni na mambo mengine yaendelee. Kuna mchezaji mwingine anataka mpira uweke kwenye njia, mambo mengine yaendelee. Lakini Pacome yuko comfortable akipokea mpira mguuni, Pacome yuko comfortable akipokea mpira kwenye njia, Pacome anaweza kukokota ule mpira, Pacome pia anaweza kuiona pasi, Pacome pia ana element ya kufunga nje ya boksi. Msimu uliopita kwenye michuano ya kimataifa tulikuwa tunaona goli la kwanza siku zile dhidi ya Medeama msimu uliopita nje ya boksi, na kuna magoli mengi, goli dhidi ya Singida Black Star kwenye mzunguko wa kwanza Zanzibar alifunga nje ya boksi. Kwa hiyo Pacome ukimtazama, ukiniuliza mimi naona ana package kubwa, na hata kama patakopa na kukosekana kwa mtu kama Azizi au Maxi, mimi naamini kuna majukumu mengine ambayo unaweza kumpa Pacome na akatekeleza kwa kiasi kikubwa, kwa sababu huyu Pacome toka yuko ASEC Pacome anaweza kucheza nafasi karibu 5 uwanjani. Pacome anaweza akacheza winga zote mbili, Pacome anaweza kucheza kama namba 10, Pacome anaweza akacheza na mtu kiungo cha chini, Pacome anaweza akacheza pia kama namba 9. Na hayo maeneo yote alishawahi kutumika toka akiwa kwao huko Ivory Coast. Kwa hiyo ukiniuliza mimi jana haikuwa ajabu kile ambacho alikifanya Pacome, kwa sababu na ujua uwezo wake, na ni mchezaji ambaye ni ndoto kwa mwalimu kuwa naye, kwa sababu unaweza kumpa majukumu yoyote na akatekeleza, kwa sababu ana package kubwa. Na ukiniuliza mimi probably ndo kiungo mshambuliaji ambaye ana package kubwa zaidi kwenye kile kikosi cha Yanga, na naweza nikaenda mbali zaidi nikasema pengine tukizungumzia tu kipaji cha mpira probably yuko juu pale kwenye ligi yetu. In terms of kipaji halisi cha kuchezea mpira probably yuko juu kabisa pale. Msimu uliopita tukitaja Yanga tulikuwa tunamuongelea Azizi Ki. Je, kwa msimu huu tukitaja Yanga tunaweza tukamtaja Pacome? 100% kwa kiasi kikubwa sana. Lakini sio tu Pacome peke yake. Msimu huu pia unaweza ukahitaji Yanga ukamtaja Mzize. Msimu huu unaweza ukahitaji Yanga ukamtaja Dube. Msimu huu unaweza ukahitaji Yanga pia ukamtaja Azizi pia. Kwa hiyo yapo majina mengi, lakini ukiniuliza mimi kwenye nyakati muhimu Pacome huwa ni kama anajitofautisha na wengine. Yaani kuna mahala ikifika level fulani hivi, kuna baadhi ya hatua zikifika au level zikifika, wewe muangalie Pacome huyu tangu msimu uliopita muangalie kwenye michuano ya kimataifa, ndio ulikuwa unamuona namna ambavyo anajitofautisha yeye na wengine kwenye kile kikosi, namna ambavyo alikuwa anaibeba Yanga. Muangalie Pacome huyu zikija mechi za dabi dhidi ya Simba, kama unaikumbuka ile mechi ya Ngao ya Jamii, uliona ile performance, yani unamuona ni mtu ambaye kuna namna ana elevate, yani kwamba kiwango chake ni kama anajitofautisha kabisa na wengine. Kwa hiyo wachezaji unaoweza kuwataja kwenye hichi ambacho wanakifanya Yanga msimu ni wengi. Mzizi utamtaja na magoli double figures, Dube na double figures, ana assist za kutosha. Lakini ukiniuliza mimi
Ni kama vile Pacome huwa anaweza kujitofautisha kwenye baadhi ya nyakati, na ni kama ni mtu ambaye unaweza kumpa majukumu pengine ambayo usingeweza kumpa mtu mwingine na akatekeleza kwa ufanisi ambao ni mkubwa, kama ambavyo tuliona kwenye mchezo wa jana akiwa kama ni mpishi zaidi kwa upande wa Yanga. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.